Isaya, Baba Isaya, Kisiwani FC Wakidire. Haya, safari imetoka Ungindoni moja kwa moja, bado tunaamba tukiwa maeneo ya Kigamboni. Yote haya ni kuelekea kwenye season ya michuano ya soka kwa masoko ya jiji la Dar es Salaam. Michuano mahususi kabisa kwa masoko yote ya jiji hili. Masoko Cup 2025, sisi ni tiki na boli. Boli litapigwa na watu watapiga tiki kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Safari hii ni kuelekea soko la Geza Ulole, si ndio? Anaelekea Geza Ulole na wao wamesema wanataka kuwa sehemu ya michuano hii. Tunapambana na mazingira mitaani huko, taratibu tunaelekea Geza Ulole. Wanasema wanataka fomu mapema kabisa kwa wajuvi wa lugha, wale watu wa kuchambua lugha kidogo. Geza Ulole kwa sisi watu wa kusini hii itakuwa ni iga uone. Sijui kwenu Mashaka, kwani mwenyeji wapi Mashaka? Hii Msoma mzee. Hii Msoma hiyo. Mama, Msoma Geza Ulole itakuwa inakuaje? Msoma ipo mambo ya Kiswahili. Sisi tunajua. Kwa iga uone kwa Kimsoma unaita iga uone? Ninaweza kujua. Hawezi kujua. Haya bwana, tunaelekea Geza Ulole, tufuatilie. Hayo yameshatokea, hakuna la kufanya, uweza kulioko ni walo na niwe. Hayo yameshatokea, hakuna la kufanya, uweza. Baada ya safari ndefu hatimaye tumefika, na hapo ambapo unaona ni stendi ya Geza Ulole, Kigamboni, Dar es Salaam. Tunaelekea kwenye kampeni ya michuano ya soka kwa masoko ya jiji la Dar es Salaam, Masoko Cup 2025. Sisi ni tiki na boli. Hapa tupo sokoni Geza Ulole, tumewafuata wahusika hapa. Wao wanataka kuwa sehemu ya safari hii, na hapa tunakuja kufanya makabidhiano rasmi ya fomu kuelekea kwenye michuano hiyo ambayo ni mahususi masoko ya jiji la Dar es Salaam. Sogea tuje tusikie nini ambacho wao watakuwa wanakizungumza, matarajio yao ni nini, changamoto pekee zilizopo kwenye soko hili hapa Geza Ulole Kigamboni hasa ni nini. Ni Masoko Cup 2025, tiki na boli. Tunaelekea kwenye zoezi la uchaguzi mkuu kwa mwaka huu. Kwa hiyo hii tiki itakwenda watu kwenda kupiga tiki, kwa maana kuwachagua wale ambao watakuwa wataka kusikiliza yote kwenye majukwaa ya kampeni wakati utakapofika, lakini burudani ya soka lazima iendelee. Ndio maana halisi, dhima halisi ya kuwa sisi ni tiki na boli. Masoko Cup 2025. Masoko Cup ikianza, vurumai ndo zimeanza. Sema umechoka kwa mbali hivi? Sijachoka kwa sababu trip ndo kwanza zimeanza. Kwanza zimeanza. Hili ni kama soko la ngapi? Hili soko kama la 9. Fomu kumbe zinaondoka hizo jamani, fomu zinaondoka hizo. Kabisa. Namna fomu ambavyo inaonekana, fomu hizi hazina bambamba kabisa. Fomu inaonekana uzuri hapo Africa Media Group. Mambo yote hii ndo wanakwenda kuichukua Geza Ulole kama ambavyo linasomeka hapo. Bwana, tupate sasa picha ya pamoja ukiwakabidhi fomu hapo, kisha tupate maneno mawili matatu kutoka kwa wenyeji. Sogeni bwana, mchukue fomu. Fomu inakabidhiwa hapo. Wewe ushahidi jamaa, sema kama mleti timu. Sija kama mleti timu, maana mimi sija mkao mnapokea fomu, sija kama mnapokea fomu na timu hamleti. Huu ndio ushahidi kwamba fomu imekabidhiwa Geza. Mmeipokea pia? Tumeipokea hapa kama hivi mnavyoona. Tuko live. Mnaona kabisa fomu ina timu tunaleta. Basi kwa Geza Ulole Machinga Center Dar es Salaam. Geza Ulole Machinga Center. Sasa katokea timu nyingine kasema inaitwa Geza Ulole. Sasa mimi namtoa Mashaka pembeni. Si ameshawakabidhi fomu? Kwanza wewe unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Nasibu Omari Nasibu. Nasibu Omari Nasibu. Sawa sawa? Niko sawa. Nafasi yako sokoni? Nafasi ipo. Wewe nafasi yako nini sokoni? Mimi nafasi yangu sokoni hapa na present kama player. Wewe mchezaji. Okay. Msimu wa kwanza Geza Ulole kushiriki wewe ulikuwepo? Nilikuwepo ndio. Mlitolewa kwa hatua gani yeye? Tulitoka hatua ya mwanzoni. Mwanzoni kabisa. Kwa sababu unacheza nafasi gani kiwanjani? Mimi kifupi ni kiraka.
Hakuna mchezaji kiraka. Hao tu wachezaji bobish. Hakuna mchezaji kiraka bwana. Taja namba umezidi sana mchezaji namba 2 au 3. Hakuna mchezaji kiraka bwana. Hayo mambo ya uongo. Kaka. Unacheza eneo gani uwanjani? Mimi eneo ninalocheza ni middle namba 6. 6 wewe. Na ninacheza namba 4 beki. Hapo sasa nakuelewa, maana ni mtu ambaye una kariba ya kuzuia. Sasa unaposema wewe kiraka, kama mtu akuzuia kupeleka mbele, utacheza wewe? Kaka, yani nikisema kiraka na maanisha sio kwamba nacheza namba zote. Ila kuna baadhi ya namba ambazo nakuwa siwezi kuzicheza. Ila na uwezo wa kucheza, ila sio kwa kiwango ambacho namba ambazo nimekutajia. Namba 6, namba 4 nikizicheza zile nacheza katika hali ambayo mimi mwenyewe naona kweli nafanya kazi. Hizo ni namba za shughuli, ujue namba hizo unatumwa wewe tu. Sasa shangaa unajipa majukumu mazito hayo. Kwa sababu mimi mwenyewe napenda kutumwa. Wewe ni kama punda. Napenda mzito unataka wewe. Ili nisaidie timu yangu. Kwa hiyo ni hivyo yani. Sasa fomu tayari mmekwisha chukua, kwa maana hiyo ni thibati ya kuwa nyinyi mtakuwa sehemu ya haya mashindano kwa season hii. Pengine niambie namna ambavyo ilikuwa msimu uliopita, mliondolewa kwenye hatua za mwanzo, iliwauma kwa kiasi gani na mnakujaje kwenye mashindano haya msimu huu? Kiukweli mwaka jana hatua za mwanzoni tulivyotoka tulijisikia vibaya sana, lakini tulikuwa katika harakati bado ya kuitafuta timu ili tukileta mwaka huu tunaileta katika ushindani, na mwaka huu tumejipanga vizuri. Yoyote atakayekaa mbele sisi tunapita naye, haijalishi. Hivyo vitisho unasema yoyote anayekaa mbele mnataka kupita na yoyote, sio? Tunapita na yoyote kwa sababu tunajiamini na kitu ambacho tumekifanya sasa hivi. Hamcheki na yoyote. Hamcheki na yoyote. Ndio mnajichongea hivyo? Hatujichongei, ila ni ukweli tunaongea uwanjani, kila kitu kitasema uwanjani. Bwana, huyu ni mchezaji lakini pia mdomo anao. Maana anasema anacheza namba 6, anacheza namba 4 na mdomo pia watambo anao. Mkubwa hapa kashika fomu, weka kola lako sawa sawa hii. Useme watu wao wanataka kutuonyesha kidari. Chugu anataka kuonyesha kidari. Uhakika unao Haya, fomu ndio hiyo umekwisha shika fomu, umekwisha pata hiyo. Mipango yenu ni ipi? Tupe mipango kwanza, ukianza na majina yako na nafasi yako. Mimi naitwa Selemani Hashim Bendera, ni mkazi wa Geza. Mimi nakaa hapa maeneo hapa, lakini ni mpenzi wa football. Niwakaribishe timu zote. Wewe unafanya shughuli gani hapa sokoni? Mimi ni kama mfanya biashara na pia kama dereva bodaboda. Sasa una vitu vingi kwenye timu, upo mtaani, upo dereva wewe, mfanya biashara wewe. Ndo maisha yetu ya kweli, lazima tuwepo maana tunapenda soka. Ndo maisha yetu ya kweli, lazima tuwepo maana tunapenda soka, na tunawakaribisha sana wote watu wa Geza na timu ambazo nyingine zitakazoshiriki. Mje muone soka, kila kitu kitakuwa uwanjani live, mtakuja kushuhudia. Ulikuwako wakati Geza inashiriki kwa mara ya kwanza mashindano haya? Hapana, sikuwepo karibu, nilitoka, lakini hii kipindi hiki kinachokuja nitakuwepo karibu. Sawa, wewe ni kijana, vijana wanaweza kuitumia vipi fursa ya uwepo wa mashindano haya ya soka kwa masoko ya jiji la Dar es Salaam? Wanaweza kutumia kama wataamua kuonyesha vipaji vyao, endapo watajitokeza, maana hivi hii ni michezo, na michezo sasa hivi inaonekana kote ulimwengu mzima. Kwa hii pia ni ajira au ni fursa vile vile naweza kusema. Kwa wanaweza kufika wakashiriki na wao pia wakaonyesha vipaji vyao. Yote inaweza katokea mbele, ni watu wakaonekana tukasonga. Maana hivi ni vipaji. Bwana, hii ni Geza Ulole, wamekwisha chukua fomu wao na wanatupa mawili matatu hapa. Brother, sogea hapa tuweze kuzungumza. Unaonekana kama una uchungu sana. Majina yako tafadhali? Majina yetu Sospita Barome. Sospita Barome. Sospita Barome. Kwa na bazangu mmoja anaitwa Sospita Magumba. Ni mtu hatari. Watu wanaoitwa Sospita wanakuaga watu si mchezo. Uko sawa? Mimi niko sawa. Sasa unajishughulisha na nini hapa sokoni? Mimi hapa nipo kama mchezaji, pia kama captain. Mchezaji pia. Tena captain. Sogea sasa. Lazima utueleze ilikuwaje msimu jana mkapigwa makofi michezo yote, mkatupwa nje hatua ya makundi mapema kabisa. Ile ilikuwaje? Mimi naamini huo ndo mpira. Mpira ndo jinsi ulivyo. Kujipanga bwana, mpira mfanyaje? Mkujipanga nyie? Mpira ndo ulivyo. Yaani unajua mpira kwa hivi, kwanza ni maandalizi. Na mkufanya maandalizi. Maandalizi tulifanya, lakini kidogo tulielemewa. Ila kwa awamu hii naamini itakuwa vizuri. Kwa nini unasema kwa awamu hii itakuwa vizuri? Mna wachezaji wapya ama mna nini kipi ambacho unaamini kwamba safari hii itawafanya nyie muwe vizuri? Wachezaji ni wale, baadhi wapya wapo pia, na uongozi pia kidogo tu umejaribu kuongezeka yani naweza kusema kifupi kwa sasa hivi tuko hivi, yani tuko pamoja tofauti na mwanzo.
Niambie, wewe umesema ni nahodha wa Geza Ulole. Kwako na vijana wenzako, mashindano haya ni fursa ya aina gani kwenu vijana? Mimi kama kapteni kila siku hata kwenye mazoezi huwa najaribu kuasisitiza vijana kwamba hii ni fursa kwa upande wao. Hata pia kama hawa huwa nawaambia kila siku kwamba mashindano ya Masoko Cup ni fursa kwa vijana. Kwa hiyo wajaribu kupambana, ipo siku Mungu anaweza kuwasaidia wakatoboa. Nahodha, tarudi tena kwako. Mkubwa bara, hii timu yenu ni umoja wa watu wa Manchester United. Ya mbona mnacheza United tu? Mkubwa vipi? Safi. Sawa sawa. Namshukuru Mungu. Tazama pale watu wanakutazama hujue. Nani anazungumza? Naongea na kocha wa soko la Geza Ulole. Kocha uko vizuri? Niko vizuri sana. Hapa nimezungumza na mchezaji wako mmoja asema ni kiraka, nikamwambia huo ni ubobi. Hakuna mchezaji kiraka. Unakuaje kiraka? Lazima mtu ana majukumu yako specific bwana. Nahodha hapa amezungumza namna ambavyo ilikuwa msimu uliopita na msimu huu mnataka kuwa sehemu ya haya mashindano. Tayari mmekwisha fanya malipo ya fomu, mmekwisha kabidhiwa fomu yenu. Mipango yenu ikoje mwalimu? Mipango yetu kwanza, tangu mwaka jana tulipotolewa kwenye mashindano tulianza kujiandaa na kusuka kikosi. Kwa hiyo sasa hivi tuko vizuri sana, tumejipanga kabisa vilivyo. Mmejipanga na nini? Mna kikosi kipya ama mmejipanga nini? Tuna kikosi kipya, tuna wale wa zamani ama tumechanganyika, tuko wengi sana. Kwa hiyo sasa hivi tuna timu nzuri sana. Wanatujua wengi sana hapa Kigamboni. Kuna baadhi ya masoko wao wanazungumza kwamba hii ni fursa pengine ya vijana wa mtaa husika. Hawachukui wachezaji kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo nyie mna mpango huo ama nyie mnataka ubingwa lazima mfanye usajili wa maana? Cha kwanza sisi tunatumia, nadhani wale tuona mwaka jana tulikuwa tunatumia vijana wa hapa wala hatukuchukua wachezaji kutoka sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hata mwaka huu tunatumia vijana wetu hapa kuonyesha soka burudani, mpira biriani, gusa wachia twende kwao. Nyie mna mambo mengi. Biriani mnalo nyie, soka biriani. Mambo ya kugusa na kuachia pia mnayo. Haya mambo atakuja kuwapalia? Hapana. Tumejipanga. Mambo atakuja kuwapalia haya. Mnachanganya vitu vingi. Hapana. Au ndo ufundi wako mwalimu? Umechukua huku na huku na weka kati. Unachanganya vyote. Unaangalia kichwa kizuri unakitengeneza, unawapa vijana na vijana wanafanya vizuri sana. Msimu uliopita mlipigwa makofi na michezo yote mliocheza. Sasa muda huu kuwapa salamu wapinzani wenu, unawaambia nini kwamba nyie tayari mmeshachukua fomu? Wale ambao hawajachukua waambie sio kwa wanaogopa nyie. Nadhani mwaka jana tulikuwa ilikuwa mara ya kwanza kushiriki na vijana wetu walikuwa bado hawajakomaa, lakini sasa hivi tumeshiriki mashindano mengi sana hapa katikati hapa Kigamboni, sehemu nyingi tofauti. Kwa hiyo sasa hivi tuko vizuri. Wapinzani wetu tunawapa salamu. Geza Ulole ya mwaka jana sio mwaka huu. Salamu hizi sasa unazipeleka wapi? Timu si unazikumbuka za mwaka jana? Kumbuka. Kuna mtu aliwapiga nyingi. Alikuwa kuna Mbagala Market. Atupiga 3-1. Nazikumbuka sana. Wewe unawaambia nini Mbagala? Au Mbagala wajipange. Mmejipanga sasa kwa mnatuma salamu watu wajipange wakaja kuwapiga nyingi tena. Haiwezekani hicho kitu. Mwaka huu tunalipa kisasi. Ni mwaka unaongea kwa hoga wewe. Hapana, sio kwa hoga. Hiki kicheko kweli, bwana kicheko kama unakilazimisha hiki. Hapana. Wewe unalazimisha kicheko. Je, mtapigwa tena na Mbagala? Hatuwezi kupigwa tena. Mbagala ameshachukua fomu zaidi. Mbagala washachukua. Wanakusikia sasa. Tunawapa salamu zetu Mbagala. Mwaka huu tukikutana wataita maji mma. Wataita? Maji mma. Maji wataita mma. Bwana, hizo ni tambo kutoka Geza Ulole Kigamboni, wakiweka mawili matatu hapa namna ambavyo wako tayari kuelekea kwenye season nyingine inayofuata ya michuano ya soka kwa masoko ya jiji la Dar es Salaam, Masoko Cup 2025. Sisi ni tiki na boli. Tunaelekea kwenye zoezi la uchaguzi mkuu kwa mwaka huu 2025. Huko viwanjani zitatolewa elimu kuhusiana na umuhimu wa kijana na wewe Mtanzania kushiriki michuano hii ya soka kwa mwaka huu na kwenda kushiriki kwenye uchaguzi mkuu ambao utakwenda kufanyika hapo baadaye. Ni Oktoba sela, si ndio? Asante sana. Asante kwa wote pia ambao mnaendelea kutufuatilia. Tukitoka soko hili mguu kwa mguu tutakwenda soko jingine kufahamu nani atakuwa amechukua fomu na nini ambacho watakuwa wanakizungumza kuelekea kwenye season ambayo inafuata ya Masoko Cup. Mimi ni shabiki wa timu mbalimbali, Juma Abdurrahmani, nyuma kamera yuko Boy Sela. Endelea kubaki nasi, hii ni Channel 10. Selemani Mapombe Mangonyo Sista Station Wagoni Adija Pajero Sikia